kutupa kibali hiki kusimama kama mtumishi wa Mungu katika kiwango hiki, na katika kila hali, si kwamba sisi ni wema zaidi, lakini kwa uwepo wake Mungu, na pia katika idara hii na katika kanisa letu kuwa kiungo kimoja kati ya wengine, kwamba tuangaze katika hali ya ulimwengu kwa ajili ya neno la Mungu, kuwarejesha waliopotea, mioyo ambazo zilibondeka, kusimama nao na kuwarejesha kwenye njia, na pia kwa wale ambao walipotea wamtambui Mungu, waweze kuonyeshwa njia wakapate kutoka katika dhambi. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya hilo, na pia katika maono aliyonayo katika kanisa letu kupitia kwa mtumishi wake ambaye anasimama sasa katika pengo kama kiongozi wetu mwadilifu, ambaye ni mwalimu pia aliyetumwa na Mungu ili kusimama kwa pengo. Sisi tunazidi kumwombea Mungu tie nguvu, ampe uwezo na mamlaka yote, ili ya kwamba walio kinyume naye wakaweze kuanguka. Kwa hivyo katika kila hali tunashukuru kwa umbali Mungu ametoa kanisa hili na mahali limefika, ili lisiti kuendelea kukua. Sisi ni kusimama kitete naye, ili ya kwamba tuone ya kwamba linafika kwa upeo. Na pia lingine ni kwamba katika mafunzo ya leo, nashukuru Mungu kumpa kibali, ni kwamba kwa upole na unyenyekevu ambao wako nao kuelekeza watu wa Mungu, ni kwamba ni vyombo ambavyo Mungu alivichagua vyenyewe. Ukivitazama na ukiangalia katika hali ya mfumo huo, kwamba waliitwa na Mungu ili waweze kusimama na kanisa lake. Kwa hivyo katika hali ya ndoto na maono, ni vema yale ambayo amesema yote yako sawa, kwa sababu mambo mengine ni ya shughuli kweli, na mengine Roho huweza kutuma sawa sawa na jinsi vile. Naweza kusema pia katika hali ya mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa kule katika ile nchi ya Babeli, ambaye ni Danieli pamoja na Shadraka na Abednego, waliteswa sana na maono ilimsumbua mfalme aliyekuwepo, na akateseka sana, na akatafuta pia mtu wa kumsaidia, lakini waliojapendwa walisimama naye kumwonyesha njia. Pia tuna uwezo ndani ya Kristo kwamba tunaweza onyeshwa njia ya kuingia na kutoka, kwa sababu ukiwa una moyo wa Mungu ndani mwako, atakubeba na atakuinua na atakuficha kwa mabawa yake, na hata adui hawatakuona. Maana waliwatafuta wakawatupa kwenye shimo, lakini angalia, malaika wa Mungu aliwafunika wale simba, hawakuweza kumeza Danieli. Hata kupitia katika mtumishi wa Mungu ambaye ni Shadraka, Meshaka na Abednego, katupwa kwa moto na waliokolewa, na wakawa na mshangao. Pia nasi pia tukisimama katika kiwango kama hicho, tunaonyeshwa ya kwamba tukimtazama Mungu hatuwezi ogopa mwanadamu na makali yoyote aliye na, hata kama ni vitisho, hata kama ni njaa, vita kila zote havitakutishia. Na hata katika huduma hii jinsi vile tumeambiwa pamoja na daktari ya kwamba tusiangalie kula, na kweli wakina Shadraka, Meshaka na Abednego walipofika katika nchi ile, mtumishi wa Mungu ambaye ni Danieli aliwaambia, hatuwezi kula vyakula vya kifalme katika meza yake vilivyo najisi. Maana tunaweza ng'ang'ania vitu vingine katika huduma hii, kumbe ni najisi, vifanye tuangamie, tukose kubeba utukufu wa Mungu na kulipeleka neno, tusibalia katika hali ya maisha ya ulimwengu. Kwa hivyo yabidi tusimame imara kwa neno la Mungu jinsi vile umetuelekeza. Tunashukuru ya kwamba tuko na kiongozi ambaye ni mahututi kabisa, ambaye anaweza tuelekeza, na katika kila hali ambaye aliye ni mfano mzuri kwa ajili ya kazi na ni mwalimu wetu. Tunashukuru, tungekuwa hatuna hiyo basi tungegharamika zaidi. Kwa hivyo tunashukuru kwa kibali hicho. Mungu azidi kumpa nguvu na uwezo na mamlaka zaidi na miaka mingi, ili azidi kuongoza. Kwa hivyo nashukuru kwa yote ambayo umejitolea ili kuona kanisa la Mungu linakufikiria. Na baadhi ya wengi obviously wanasema ya kwamba laiti wangekutana karibu kwa karibu, lakini na